Maombi ya usiku kabla ya kulala. Karibu tuombe pamoja usiku huu kabla hujalala. Usiku huu ni wakati wa kupumzika, lakini pia ni wakati wa kumkabidhi Mungu kila jambo lililotokea mchana na siku zingine. Ni wakati wa kuachilia kila mzigo, ni wakati wa kumwomba Mungu atulinde, ni wakati wa kuomba amani ya moyo, na ni wakati wa kuomba Mungu atutembelee hata katika ndoto zetu. Kabla hujalala usiku huu, tuliza moyo wako, ondoa hofu, ondoa mawazo mengi, ondoa hasira, ondoa maumivu, ondoa maswali ambayo huna majibu yake, na mwambie Mungu, Bwana, nimefika mwisho wa siku hii, sasa na kukabidhi kila kitu. Neno la Mungu linasema, kwa amani nitalala na kupata usingizi, maana wewe peke yako, Bwana, wanikalisha salama. Zaburi 4:8. Hili ndio neno ambalo litakuwa litatuongoza katika maombi haya. Hatulali kwa hofu, hatulali kwa wasiwasi, hatulali kwa mashaka, tunalala kwa amani kwa sababu Mungu ndiye mlinzi wetu. Tutaanza na maombi ya shukrani. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako usiku huu kwa moyo wa shukrani. Ninakushukuru kwa kunivusha salama siku ya leo. Asante kwa pumzi ya uzima, asante kwa afya, asante kwa ulinzi. Mwambie Mungu asante kwa chakula, asante kwa mavazi, asante kwa makazi, kwa sababu kuna wengine wanaishi hawajapata hivi vitu. Mwambie Mungu asante kwa familia yangu. Mwambie Mungu asante kwa kazi yangu, asante kwa biashara yangu, asante kwa kila jambo jema ulionitendea siku ya leo. Bwana, kama si wewe nisingefika hapa nilipo. Kama si ulinzi wako nisingeweza kuvuka siku hii. Kama si rehema zako ningechoka kabisa, lakini kwa neema yako nimefika usiku huu. Ninakupa sifa, ninakupa utukufu. Mwambie ni Mungu, ninakupa heshima kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Neno lako linasema ni kwa rehema za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa huruma zake hazikomi, ni mpya kila siku, ni mpya kila asubuhi. Bwana, asante kwa rehema zako ambazo ni mpya kila siku. Asante kwa neema zako, asante kwa kunibeba tangu asubuhi mpaka usiku huu. Tunaingia maombi ya toba kabla ya kulala usiku huu. Tunaingia maombi ya toba. Popote ulipo, tunaingia maombi ya toba. Tumwambie Mungu, Bwana Mungu wangu, kabla sijalala naomba unichunguze. Kabla sijalala naomba unichunguze. Kama kuna mahali nimekosea leo, naomba unisamehe. Kama kuna maneno mabaya niliyozungumza, naomba unisamehe. Kama kuna mawazo yasiyo safi niliyowaza mbele zako, naomba unisamehe. Kama kuna hasira niliyobeba moyoni, naomba unisamehe. Kama kuna mtu niliyemkwaza, naomba unisamehe. Kama kuna jambo nililofanya kinyume na mapenzi yako, naomba unisamehe. Bwana, unitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Mwambie Bwana, unitakase kwa damu ya Yesu Kristo, kwa sababu damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kusafisha. Mwambie Mungu, safisha mawazo yangu. Mwambie Mungu, safisha moyo wangu, safisha mawazo yangu. Mwambie Mungu, safisha roho yangu, safisha maisha yangu. Mwambie Mungu, neno lako linasema tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo mwambie Mungu, safisha dhambi zetu, safisha mawazo yetu, safisha kiroho chetu. Mwambie Mungu, safisha usiku kabla hatujalala kupitia neno la Mungu. Mwambie Mungu, kwa hiyo usiku huu ninaamini unaniosha, ninaamini unanisafisha, ninaamini unanirehemu, ninaamini unanisamehe dhambi zangu, ninaamini unanipa mwanzo mpya. Bwana, nisaidie nisilale nikiwa na kinyongo, nisaidie nisilale nikiwa na chuki, nisaidie nisilale nikiwa na uchungu. Mwambie Mungu, nisaidie nisilale nikiwa na hasira moyoni. Naachilia kila niliyemkosea, naachilia kila niliyemuumiza siku ya leo, ninaachilia kila niliyemdharau, ninaachilia kila niliyesema vibaya, ninaachilia kila mzigo uliokuwa moyoni mwangu. Bwana, nipe moyo mwepesi. Mwambie Bwana, nipe moyo wa amani, nipe moyo wa kusamehe, nipe moyo wa kupumzika, nipe moyo wa shukrani ndani yangu. Amina. Popote ulipo, tunaingia maombi ya kuachilia mizigo ya siku. Tunaingia kuachilia mizigo ya siku. Baba wa mbinguni, usiku huu ninaweka mbele zako kila mzigo nilioubeba. Ninaweka mbele zako hofu zangu zote, ninaweka mbele zako wasiwasi wangu wote, ninaweka mbele zako maumivu yangu yote. Mwambie Mungu, ninaweka mbele zako maswali yangu yote ambayo nimejiuliza sijapata majibu. Ninaweka mbele zako mahitaji yangu yote. Nina mahitaji mengi, ninaweka yote mbele zako. Ninaweka mbele zako machozi yangu, nimelia kwa muda mrefu. Ninaweka mbele zako, ninaweka mbele zako akili yangu yote. Ninaweka mbele zako hali yangu yote ya kiuchumi. Mwambie Mungu, ninaweka mbele zako madeni yangu. Kuna wengi wana madeni, weka mbele za Mungu, sikae nayo. Ninaweka mbele zako kazi yangu, weka kazi yako mikononi mwa Mungu. Ninaweka mbele zako biashara yangu. Mwambie Mungu, ninaweka mbele zako familia yangu, ninaweka mbele zako afya yangu mpaka watoto wangu. Ninaweka mbele zako kesho yangu. Neno la Mungu linasema mtwikeni yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa maombi yenu. Kwa hiyo usiku wa leo tunamwambia Mungu, hatutabeba mizigo yetu wenyewe. Tunamkabidhi Mungu kila jambo. Ninakabidhi hali yangu ya maisha, ninakabidhi hali yangu ambayo inaniumiza kila siku, ninakabidhi jambo ambalo limekwama katika maisha yangu, ninakabidhi majibu yangu ninayosubiri kwa muda mrefu, ninakabidhi milango yangu ambayo nimeomba ifunguke, ninakabidhi watu ninaowapenda, ninakabidhi watoto wangu, ninakabidhi mwenza wangu, ninakabidhi wazazi wangu, ninakabidhi ndugu zangu wote. Bwana, chukua nafasi yako, tawala maisha yangu, tawala nyumba yangu. Mwambie Mungu, tawala usingizi wangu. Mwambie Mungu, tawala mawazo yangu, tawala ndoto zangu zote, tawala usiku wangu. Popote ulipo, tunaingia maombi ya ulinzi wa usiku. Popote ulipo, tunaingia maombi ya ulinzi
ulinzi wa usiku. Unajua usiku kuna mashambulizi mengi sana. Unajua usiku kuna mishale mingi sana. Kwa hiyo tunaingia maombi ya ulinzi wa usiku. Mungu wangu wa ulinzi, naomba ulinzi wako uwe juu yangu, uwe juu ya usiku wangu wa leo. Nifunike kwa damu ya Yesu Kristo. Funika nyumba yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafunika chumba changu kwa damu ya Yesu Kristo. Mwambie Mungu, ninafunika kitanda changu kwa damu ya Yesu Kristo. Popote ulipo mwambie Mungu, ninafunika familia yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Haya ni maombi ya vita. Mwambie Mungu, nafunika watoto wangu kwa damu ya Yesu Kristo. Funika mali zangu zote kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafunika kazi yangu na biashara yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako linasema Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Kwa hiyo usiku huu naamini Bwana atanilinda, Bwana atanilindia nyumba yangu, Bwana atalinda familia yangu. Ninaamini Bwana atalinda kila kilicho changu. Nakataa hofu ya usiku. Mwambie Mungu, nakataa habari mbaya, nakataa ajali, nakataa magonjwa, nakataa maumivu ya ghafla, nakataa mashambulizi ya usiku, mishale yoyote ilukayo usiku na ikataa kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa kila mpango wa giza dhidi ya maisha yangu, nakataa kila sauti ya hofu, nakataa kila mzigo wa wasiwasi, nakataa kila ndoto mbaya. Mwambie Mungu, nakataa kila maono ya kutisha, nakataa kila jambo lisilotoka kwa Mungu. Neno la Mungu linasema maana yeye anawaagiza malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana, naomba malaika wako wanizunguke usiku huu. Malaika wako walinde milango ya nyumba yangu. Malaika wako walinde madirisha yangu ya nyumba yangu. Malaika wako walinde watoto wangu. Malaika wako walinde familia yangu yote. Hapo ulipo unapoomba unaongea na Mungu, mwambie Mungu, malaika wako walinde kila aliyelala ndani ya nyumba yangu. Hakuna baya litakalotukaribia, hakuna hofu itakayotutawala, hakuna giza litakalotushinda kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu zangu, sasa tunaingia maombi ya kukataa ndoto mbaya. Tunaingia maombi ya kukataa ndoto mbaya. Popote ulipo ujua tunaingia maombi ya kukataa ndoto mbaya. Unajua kuna watu wanaota utakuta nafukuzwa, kama unaota unarudi kijijini, kama unaota uko shule ya zamani, kama unaota unakula ndotoni. Kuna wengine anaota anaanguka anaingia shimoni. Kuna wengine anakuwa na hofu sana ya usiku, anaota ndoto mbaya. Tunaingia maombi ya kuvunja ndoto mbaya. Popote ulipo mwambie Mungu hivi, Bwana naomba utawale ndoto zangu usiku huu. Kama kuna ndoto yote isiyotoka kwako naomba iondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna ujumbe unaotoka kwako nipe ufahamu wa kuelewa. Mwambie Mungu, kama kuna hofu yoyote inayotaka kunitawala kupitia ndoto naomba ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Tamka mara 3, kama kuna hofu inayotaka kunitawala kupitia ndoto naomba ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwa maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo usiku sema nakataa roho ya uoga. Mwambie Mungu, nakataa roho ya uoga, nakataa roho ya hofu inayokuja kupitia ndoto, nakataa kuamsha na mshtuko, nakataa kulala kwa wasiwasi. Kuna wengine wanalala sana na wasiwasi. Mwambie Mungu, nakataa kulala kwa wasiwasi, nakataa ndoto za kurudishwa nyuma, nakataa ndoto za kufanya nikate tamaa, nakataa ndoto za kunivunja moyo. Bwana, kama kuna ndoto yoyote inayotaka kuja usiku huu naomba iwe ndoto ya amani, naomba iwe ndoto ya maelekezo, naomba iwe ndoto ya faraja. Mwambie Mungu, iwe ndoto ya kutia moyo, iwe ndoto ya kunijenga. Na kama kuna jambo lolote unalotaka kunionyesha kupitia ndoto naomba unisaidie nilielewe kwa hekima yako. Mwambie Mungu, naomba unisaidie nilielewe kwa hekima yako. Tunaingia maombi ya kuombea wenye hofu na wasiwasi. Kuna watu wanakuwa na hofu sana na wasiwasi. Ukifika usiku anaanza kupata woga, anaanza kupata mashaka kulingana, anakuwa anaota ndoto mbaya, anakuwa anakutana na vitu vya kutisha usiku. Sasa tunaingia kuomba wote kwa pamoja. Wote wanaolala wakiwa na mawazo mengi, wote wanaolala wakiwa na machozi, wote wanaolala wakiwa wamechoka moyoni. Baba wa mbinguni, waguse kwa amani yako. Mtu aliyelala akiwa na hofu ya kesho mpe amani yako. Mtu aliyelala akiwa na wasiwasi wa madeni mpe njia ya kulipa. Mtu aliyelala akiwa hajui watoto wake watakula nini kesho mkumbuke kwa rehema zako. Mwingine hajui kesho atafanya nini, hajui kesho ataenda kazi gani, mkumbuke Bwana, mpe kazi, mpe njia. Mtu aliyelala akiwa na maumivu ya kichwa mponye moyo wake, mponye maumivu yake yote kwa jina la Yesu Kristo. Mtu aliyelala akiwa amekataliwa mpe faraja. Kuna wengine mtu amelala akiwa anaumwa mpe uponyaji, mponye Bwana, mponye mgonjwa wake. Mtu aliyelala akiwa amechoka kuomba mrejeshe nguvu ya maombi. Mtu aliyelala anashindwa kusoma neno mpe moyo wa kusoma neno. Maana neno la Mungu linasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Bwana, wapumzishe watu wako wote usiku huu. Wape pumziko la kweli, wape amani ya ndani, wape usingizi wa utulivu, wape matumaini mapya, wape nguvu mpya. Tunaingia maombi ya kuombea watoto. Kama una mtoto yote au kuna ndugu yako na mtoto, tunaingia kuombea maombi ya kuombea watoto. Tunaingia maombi ya kuombea watoto wetu.
Baba wa mbinguni, ninawaombea watoto usiku huu. Ninawaoleta watoto wangu mikononi mwako, watoto wa familia yangu na watoto wote wanaosikiliza au kuombea kupitia maombi haya. Bwana, walinde usiku huu, walinde wanapolala, walinde katikati ya ndoto zao, walinde katikati ya afya zao, walinde katikati ya maisha yao, walinde wakiwa na hofu, waondolee hofu, waepushe na ndoto mbaya, waepushe na magonjwa, waepushe na ajali, waepushe na kila mpango usio mwema. Neno lako linasema watoto ni urithi wa Bwana. Kwa hiyo tunawaweka watoto wote mikononi mwako, wakuze katika hekima, wakuze katika afya, wakuze katika neema, wakuze katika utii, wakuze katika hofu ya Mungu, wakuze katika hofu ya kukujua wewe Bwana. Kama kuna mtoto analia kila ifikapo usiku, kuanzia sasa naomba umtulize, asilie tena. Kama kuna mtoto anaumwa, mguse, umponye. Kama kuna mtoto anasumbuliwa na hofu, mpe amani. Kama kuna mtoto yeyote anaota ndoto mbaya, mfunike kwa ulinzi wako. Watoto wetu wawe salama, watoto wetu wawe na amani. Kuanzia sasa watoto wetu wawe na kesho njema, watoto wetu wawe na siku njema kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaingia maombi ya kuombea familia na nyumba. Tunaingia maombi ya kuombea familia na nyumba. Popote ulipojua, tunaingia maombi ya kuombea familia na nyumba. Bwana Mungu wangu, ninaiweka familia yangu mikononi mwako. Wazazi wangu wawe salama, ndugu zangu wawe salama, watoto wangu wawe salama, mwenza wangu awe salama, kila mtu wa familia yangu awe chini ya ulinzi wako. Neno la Mungu linasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo usiku huu ninatangaza kuwa nyumba yangu ni ya Bwana, familia yangu ni ya Bwana, kila chumba changu ni cha Bwana. Popote ulipo, mwambie Mungu, kila aliyelala ndani ya nyumba yangu yupo chini ya ulinzi wa Mungu. Nakataa migogoro isiyo na sababu, nakataa hofu za ndani ya nyumba, nakataa magonjwa ndani ya nyumba yangu. Tamka, ninakataa habari mbaya ndani ya familia yangu, nakataa roho ya mafarakano, nakataa roho ya kukataliwa, nakataa roho ya kuvunjika kwa mahusiano. Bwana, jaza nyumba yangu amani, jaza nyumba yangu upendo, jaza nyumba yangu uwepo wako, jaza nyumba yangu furaha, jaza nyumba yangu baraka. Kila mtu aliye ndani ya nyumba hii alale kwa amani na amke kwa nguvu mpya. Tunaingia maombi ya kuombea wagonjwa. Tunaingia maombi ya kuombea wagonjwa usiku huu. Tunaingia maombi ya kuombea wagonjwa. Baba wa mbinguni, ninawaombea wagonjwa wote usiku huu, waliolala hospitalini, waliolala nyumbani wakiwa na maumivu, waliokosa nguvu, waliokata tamaa kwa sababu ya ugonjwa, waliotumia dawa lakini bado wanaumia, bado hawajapona. Bwana, waguse kwa mkono wako, kwa sababu wewe ndio mponyaji wa kweli, kwa sababu wewe ndio daktari wa kweli. Neno lako linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo tunaomba uponyaji wako. Gusa mwili popote alipo mgonjwa, mguse mwili wake apate uponyaji kuanzia sasa. Gusa mwili wake apate uponyaji kuanzia sasa. Gusa damu yake, gusa moyo wake, gusa mifupa, gusa tumbo, gusa kichwa, popote panapouma mguse. Gusa mfumo wa kupumua, gusa figo, gusa ini, gusa popote anapoumwa, gusa kila sehemu yenye maumivu. Bwana, mpe mgonjwa usingizi wa amani, mpe nguvu mpya, mpe tumaini jipya. Kuanzia sasa apate uponyaji kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, akapate kupona. Yeyote aliye hospitalini anayesikiliza maombi haya, basi tunamuombea kwa pamoja kwamba akapate kupona. Kama una ndugu yako, mwambie anapona kwa jina la Yesu Kristo. Na kuanzia sasa tutaanza kupokea ushuhuda mpya kwa afya njema kwa kila mmoja. Sasa hivi tunaingia maombi ya kuombea wenye madeni na changamoto za pesa. Popote ulipo tunaingia maombi ya kuombea wenye madeni na changamoto za pesa. Maombi ya kuombea wenye madeni na changamoto za pesa. Hiki kimekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa watumishi, kimekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa watu. Wanashindwa paka kuwa karibu na Mungu kulingana na kwamba wanakuwa bize na changamoto za pesa, wanakuwa bize na madeni. Tunaingia kuomba kwa pamoja. Bwana Mungu wangu, ninawaombea wote wanaolala wakiwa na mzigo wa madeni. Mungu wangu, waguse. Wengine wanadaiwa, wengine hawajui kesho watalipaje, wengine wana madeni makubwa, wengine madogo, wengine pesa inaingia lakini haikai, wengine biashara imekwama, wengine kazi yao haioni matokeo, haitoi matokeo yoyote. Bwana, wakumbuke usiku huu. Bwana, tunaomba wakumbuke. Neno lako linasema Bwana atakuamuru baraka zako ziwe pamoja na wewe katika ghala zako na katika kila kazi ya mikono wako. Bwana, bariki kazi ya mikono yao, bariki kazi ya mikono yao, ziba kila uvujaji wa pesa, ondoa matumizi yasiyo ya lazima, ondoa hasara za ghafla, ondoa madeni yanayokula kipato chao. Wape hekima ya kusimamia fedha, wape nidhamu ya matumizi, wape fursa mpya, wape wateja sahihi, wape kazi sahihi, wape mawazo sahihi. Bwana, kama kuna mtu analala bila matumaini kwa sababu ya hali ya kifedha, mpe tumaini jipya, mfundishe njia ya kutoka, mfungulie mlango wa riziki na umpe ushuhuda mpya kuanzia sasa. Tunatamka kwa jina la Yesu Kristo na imekuwa. Popote ulipo tunaingia maombi ya kuombea wenye biashara na kazi. Kama una biashara yako, una kazi yote unaifanya, tunaingia kuiombea. Tunaingia kuombea wenye biashara na kazi. Baba wa mbinguni, ninawaombea wafanyabiashara wote. Ninawaombea walioajiriwa, ninawaombea wanaotafuta kazi, ninawaombea waliojiajiri, ninawaombea wanaosubiri majibu ya usahili, ninawaombea wanaofanya kazi kwa mikono yao. Bwana wabariki, Bwana wabariki. Neno lako linasema kila alifanyalo litafanikiwa. Kwa hiyo tunaomba mafanikio yao yawe kwenye kazi yao ya halali, biashara zao
zao ziwe zinatoa matunda, zisio zinatoa hasara kwa jina la Yesu Kristo. Biashara zilizokwama zipate uhai mpya. Kuna wengine biashara zao zimekwama, maduka yameanza kufilisika, kuanzia sasa yapate uhai mpya, yaanze kuzaa faida. Kazi zilizokuwa ngumu zipate kibali. Wanaotafuta kazi wakutane na milango sahihi. Wanaosubiri majibu wapokee habari njema. Wanaofanya kazi wapate amani kazini. Wanaofanya biashara wapate wateja wengi. Wanafunzi wapate hekima. Huduma zote zipate neema. Bwana, bariki juhudi zao, bariki jasho lao, bariki mipango yao yote, bariki jasho lao, bariki kesho yao. Bwana, usiku huu walale kwa amani wakijua kuwa wewe unawatangulia kwa jina la Yesu Kristo. Popote ulipotamka biashara yangu inasonga mbele, si kurudi nyuma. Tunaingia maombi ya kuombea ndoa na mahusiano na wanaosubiri wenza. Tunaingia maombi ya kuombea ndoa, mahusiano na wanaosubiri wenza. Kuna watu wanaosubiri mwenza sahihi, basi tunaingia kwenye maombi ya kuombea ndoa. Tunaingia kuombea sekta za ndoa na mahusiano, na wale wote wanaoingia kwenye mahusiano na wale wote wanaosubiri ndoa wapate wenza sahihi. Bwana Mungu wangu, ninawaombea wote walio kwenye ndoa, ninawaombea wote wenye migogoro ya mahusiano, ninawaombea wote walioumizwa, ninawaombea wote wanaosubiri wenza sahihi, ninawaombea wote waliokata tamaa ya kuolewa na kuoa. Neno lako linasema apataye mke amepata kitu chema, naye hupata kibali kwa Bwana. Bwana, ponya ndoa zilizoumia, rudisha mahusiano yaliyopotea, rudisha mahusiano yote yaliyoharibika. Ondoa hasira, ondoa kiburi, ondoa maumivu ya zamani, ondoa maneno makali. Wape ndoa ya hekima, wape upendo, wape uvumilivu, wape heshima ndani ya ndoa. Kuna wale walioumizwa kwenye mahusiano, Bwana, waponye mioyo yao. Kwa wale wote wanaosubiri wenza sahihi, waongoze kwa mtu sahihi. Waepushe na mtu wa kuwaumiza, waepushe na mtu wa kuchezea mioyo yao, waepushe na mahusiano yasio na kusudi lako. Bwana, wape amani katika kusubiri, wape hekima ya kuchagua, wape kibali kwa wakati wako. Popote ulipotamka Mungu ananiongoza kwa mwenza sahihi, Mungu ananipa mwenza sahihi, na Mungu analinda ndoa yangu, itakuwa ya amani kwa jina la Yesu Kristo. Sasa hivi tunaingia maombi ya kuombea watu wanaopitia upweke. Kuna watu wengi wanaopitia sana kwenye upweke. Tunaingia kuombea watu wanaopitia kwenye upweke. Hata kama wewe upo hapo, basi ungana nami katika maombi haya. Baba wa mbinguni, naombea wote wanaolala wakiwa peke yao moyoni, wanaoonekana wako sawa mbele za watu, lakini ndani yao wamechoka. Wengine hawana mtu wa kuwaelewa, hawana mtu wa kueleza hisia zao. Wengine wanalia kimya kimya, wengine wanapambana na mawazo mazito. Bwana, waguse. Neno lako linasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Kwa hiyo usiku huu Bwana uwe karibu nao, wakumbushe kuwa hawako peke yao, wape faraja, wape nguvu mpya, wape amani ya moyo, wape watu sahihi wa kuwasaidia, wape sababu ya kuendelea kuamini. Wafundishe kuwa uwepo wako unatosha kwa jina la Yesu Kristo. Popote ulipotamka niko na Kristo na Kristo ataniongoza kwa jina la Yesu Kristo.